Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema ambapo mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Uhali gani? Usiku wako ulikuwa namna gani? Ninaamini kwamba ulikuwa ni wa baraka. Maana asubuhi ya leo tunafaa kuwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Huwa ninakukumbusha kwamba kuamka tu ukiwa umebarikiwa na uhai, yani hiyo ndo baraka ya kwanza. Haijalishi ni mangapi ambayo umeweza na kuyapitia, haijalishi maybe usiku wako au kuwa ni wa kufurahisha, lakini kubarikiwa tu na uhai katika uso wa dunia, yani hiyo nayo ni baraka. Hivyo basi tumshukuru Mwenyezi Mungu, tunjipiane mbele zake, tunjiite majina ambayo ni ya baraka, ni ya kufanikiwa, na yote yataweza na kutendeka ndani ya maisha yetu. Pia ni asubuhi njema ambapo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili tukaweze kuendelea na kubarikiwa, ili tukaweze na kuendelea na kupeanwa mbele za Mwenyezi Mungu kupitia hiki kipindi ambapo mtumishi wa Mwenyezi Mungu huwa anatuletea neno fundisho, huwa anatuombea ili siku yetu ikawe ni ya baraka. Hivyo basi ninakukaribisha ili tukaweze na kuendelea pamoja, tukazidi na kubarikiwa pamoja kupitia hiki kipindi. Yule ambaye tutakuwa pamoja naye hii wiki yote kuanzia leo ni Pastor Jackson Mutinda kutoka kanisa la ABC Lumbwa. Lumbwa iko katika uongozi wa Iveti Pastorate. Mimi ni Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba karibu ufuatilie kipindi na hakika utaweza kubarikiwa. Pendwa mtazamaji wa runinga ya Undugu TV, naomba nikusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote ulipo, kiwa ni matumaini yangu ya kwamba kwa uweza wa Mwenyezi Mungu tumeamka wazima. Pia mahali ulipo wewe mzima, na tunashukuru Mungu kwa hayo yote. Hivyo basi naomba nikukaribishe ili tuweze kushiriki neno la Mungu asubuhi ya leo kwa pamoja. Na siku hii ya leo ningependa tukaweze kushirikiana katika kufahamu neno la Bwana kwa njia ya maombi. Na hivyo basi kabla nianze pale, ningependa tukaweze kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, sema ni asante kwa sababu ya neema uliyotupatia, uliyotujalia kuwa nayo. Sema ni asante kwa sababu ya nguvu zako, kwa sababu ya mamlaka yako Mfalme, kwa sababu ya ulinzi wako ambao umetenda nasi kama watoto wako Bwana. Hivyo basi tulilala, wengine walikuwa wagonjwa na wameamka Mfalme mikononi mwako, na tunasema asante katika yote. Jina lako libarikiwe, jina lako limidiwe, maana hakika unastahili. Tuomba kwako Mfalme ili ukatuwezeshe, na hata wakati huo kulipata neno lako Bwana, tuomba nguvu zako ziandamane nasi katika yote. Bariki watumishi wako Bwana, watakapokuwa wanalifuatilia neno lako kwa wiki mzima Bwana, tuomba kwako ukaweze kuwaongoza kwa njia na mapenzi yako. Mfalme, tuomba tunaposhiriki sasa sauti yako Bwana, nena nami nikanene nao, na neno lako likalete baraka kwao, na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Mpendwa mtazamaji, siku hii ya leo ningependa tukaweze kuangalia nguvu za watumishi wa Mungu, ama za mtumishi wa Mungu, ama yeyote yule ambaye atasimama katika nafasi ya maombi. Kwa jambo lingine tunaweza kusema ya kwamba ni nguvu za muombaji, a power of a prayerful person. Na tutaangalia kwenye kitabu cha Zekaria mlango ni ule wa 2 mstari ule wa 8 na hata ule wa 9. Na vile vile kwa sababu tutakuwa tunazungumzia maombi, tutaangalia pia kwenye kitabu kile cha Yohana Mtakatifu mlango wa 15 na mstari ule wa 7. Na pale kwenye kitabu cha Zekaria
kinasema ya kwamba kwenye mstari ule wa 8 na 9, maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu amenituma kwa mataifa wale walio wateka ninyi. Maana yeye awangusaye ninyi ainguza mboni ya njicho langu. Kwa hivyo ninapoangalia ujumbe huu na nikiunganisha na ujumbe ulio kwenye kitabu cha Yohana mlango ule wa 15 na mstari ule wa 7, neno la Mungu linasema, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi ombeni lolote ambalo mnahitaji na mtapewa. Kwa hivyo siku hii ya leo ninaangalia nguvu za huyo mtu ambaye anakaa katika hali ya maombi. Na ninapoangalia nasema, Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo tunaongea kwa ajili ya wale watu ambao wamejipeana katika hali ya kwenda mbele za Bwana ama kujongea mbele za Bwana, ni vizuri tufahamu ya kwamba hawa watu wanasimama kwa niaba ya nchi, hawa watu wanasimama kwa niaba ya kanisa, na wanasimama kwa niaba ya maisha ya watu wengine. And therefore we say, tunapoongea juu yao, we must be very careful, kwa sababu Biblia kwenye kitabu hiki cha Zekaria linatuonyesha ya kwamba anayewaelekeza kindole ama anayewaelekezea kindole cha kuwadharau, huyo ni kama analinguza njicho ama mboni la njicho la Bwana. Na tunasema ya kwamba people who are praying, they indirect talk to God Almighty, and remember they are friends. Na kumbuka kama vile tumesema ya kwamba tunaongelelea nguvu za huyo ambaye ananena na Mungu. Huyo mtu ambaye anaomba ako na nguvu nyingi ambazo tunastahili ama atustahili kuzichezea. Na nikuambia ya kwamba hata kama wewe umepewa nafasi ya kwenda mbele za Bwana na kwenda kwa ajili ya kuwakilisha watu, fanya hiyo kazi na nguvu, ukijua ya kwamba unawakilisha na umepewa jambo la maana sana. Injapokuwa hali hii ya kuomba si jambo rahisi, inahitaji mtu anjitolee, inahitaji mtu akatae mambo mengi, inahitaji mtu akatae anasa, inahitaji commitment ama full commitment ndio aweze kutumika na aweze kufit katika ile nafasi. And therefore we say, wale watu ambao wanaomba, hao wanakaa katika hali ya maombi, ambao wanazungumza na Mungu, ni watu ambao ni wa kuogopa sana. Na wewe kama umepewa hilo jukumu, simama katika hiyo nafasi bila kuangalia kando. Tunasema ya kwamba they are very dangerous because their tears draws God's attention. Ni watu ambao wanastahili kuogopa sana, kwa sababu machozi yao yanangeuza hisia za Mungu, ama yanangeuza attention. Mungu anaacha zile kazi zingine kwanza ashughulikie watoto wake. Na tunasema we should accept and understand that the grace of God is not equal, and there we handle it with a lot of wisdom and knowledge. Kwa hivyo tunapoangalia hawa watu, lazima tuchukue lile jambo ya kwamba limetoka kwa Mungu, na likiwa limetoka kwa Mungu tuichukue kwa heshima sana na tuikumbali, ili pia liweze kuleta maana sawa katika maisha yetu, katika maisha ya environment, katika maisha ya kila hali. Hata wakati huu nchi ambayo inahitaji maombi ya Wakristo sana, tunahitaji watu ambao wamesimama na watu ambao wanaweza kupata ile nafasi ya kwenda mbele zake Mungu, na hata kuweza kutenda mambo mema sana.
There are so many Bible verses that supports prayers. For example, in the book of Colossians, chapter number 4, inatuhimiza tuombe bila kukoma. Maana maombi ya watu ambao hawalali, hawasinzii, ni maombi ambayo yanaleta impact katika mambo, katika taifa na katika mipango. Na ikiwa unataka kukua, sasa anza kujaribu haya maisha ambayo ni maisha ya maombi. Na haya maisha Mungu anatambua sana watu wale ambao wanapenda kujiombea kuliko wale ambao wanaombewa. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba tunapokaa karibu na Bwana, tunapoishi karibu na yeye, basi na tuombe chochote ambacho tunataka na tutapewa. Na ukiangalia mashujaa wa imani katika Biblia waliosimama na wakapata kuomba, hao watu tunaona ya kwamba ni watu ambao walikuwa wamejipeana na maombi yao yalikuwa yanajibiwa. Kwa hivyo nguvu za hawa ambao wanaenda mbele za Bwana kila wakati, jua ya kwamba wanaweka imani na matumaini yao kwake Mwenyezi Mungu. Na hawa watu hakuna siku ambayo wataweza kuachwa. Pendo mtazamaji, ikiwa unataka kutembea pamoja na Mungu wakati mwingi, jifundishe kukaa katika hali ya maombi. Haingalishi watu watasema, haingalishi changamoto zitatokea, mwambie Bwana, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba basi na mahitaji yetu na yapewe Bwana kwa njia ya maombi. Na kupitia kwa haya maombi, Mungu ataenda kutenda jambo njema sana. Maombi ni jambo ambalo linapigwa sana na watu wengi. Shetani anatumia watu kupiga maombi kwa sababu anajua mahali ambapo watumishi wa Mungu wanaomba, basi hakuna nafasi yake, na hivyo anajaribu kwa vyovyote vile ili aweze kuwazuia. Pendo mtazamaji, wakati ambapo unaomba, basi chukua nafasi ya kipekee, jiunganishe na Bwana, tubu mbele za Bwana, mwambie Bwana niongoze na akuelekeze. Omba mara 3 kwa siku, omba na hata mara nyingi kwa siku, na Mungu wa mbinguni atakusaidia, atakuongoza na atakuelekeza katika njia zake. Hivyo basi usiweze kukawia na hata usiweze kukaa bila kuomba, kwa sababu maombi ndio silaha yako. Na maombi ikiwa ni silaha yako, ukiwa wewe ni mwombezi, basi utaweza kupata nguvu, na hizo nguvu zitakusaidia hata katika kushinda vita vya kiroho. Bwana atubariki na alibariki neno lake. Na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu ishie milele, sande kwa ajili ya neno lako takatifu. Tumefahamu ya kwamba Bwana, neno lako ni taa, na kama vile ni taa, kupitia kwa maombi Bwana tutaweza kuwa imara, na ya kwamba Bwana hakuna nguvu za ibilisi, hakuna roho za kuzimu ambazo zitapata nafasi katika maisha yetu na hata kuingia, kwa sababu maombi upiga nguvu zote za giza. Na tunaomba kwako Bwana, ili wakawasimamishe watumishi wako, intercessors mahali popote walipo, ili Bwana wakaweze kusimama kwa ajili ya kuombea kanisa, kwa ajili ya kuombea familia, na hata kwa ajili Bwana ya kuomba ni kwa ajili ya mambo mengi ambayo mfalme ni changamoto na kinyume katika maisha ya wapendwa. Asante Bwana, maana waliokaa katika maombi hao ni washindi Bwana, na utatuzidishia hiyo neema ili Baba tusimame, na ya kwamba Bwana tutapata nguvu zaidi za kushinda vita vyote, maana vita vyote Bwana tukiwa waombezi hazina nafasi katika maisha yetu Bwana. Hivyo basi tusaidie na utuelekeze katika kufahamu mema na hata kufahamu mengi zaidi, na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu nimeomba na hata kuamini. Amen. Asubuhi ya leo tumeweza na kuelewa kwamba hii wiki yote tutakuwa tunafundishwa juu ya faida ya mtu ambaye ukaa ndani ya maombi, mtu mwenye maombi kila wakati. Na asubuhi ya leo tukaweza na kujua kwamba kuwa katika maombi kila wakati huwa inatusaidia kwa kuimarisha uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu.
Maombi itakusaidia kuimarisha uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Sijui wewe ni mtu wa maombi, sijui ukaa maisha ya namna gani, sijui wewe ni yule mtu ambaye kumbuka kwamba kuna Mungu ambaye anafaa kuombwa wakati ambapo umeweza na